Mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi hiki cha Wimbi la Mazingira, ikiwa hii leo ni tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka wa 2024. Ni mwaka mwingine ambapo tumerudi tena kwa kishindo katika kipindi hiki cha Wimbi la Mazingira, na hii leo basi tutakuwa na mgeni. Na mgeni huyu ana story ambayo ni ya kufurahisha, maana nilishawahi tangamana na yeye tukianza mwaka huu nadhani, si ndio? Ndio. Tulikuwa na yeye mwaka huu akifanya kazi za uvuvi katika maeneo ya Junda, na alikuwa na story nzuri. Nikasema kwa nini tusimlete katika Wimbi la Mazingira ili pia yeye aweze kushare story yake na vijana pia waweze kupata ufahamu zaidi kuhusiana masuala ya uvuvi. Karibu sana mgeni wetu. Na hii leo niko na mwenzangu Esther Chiro. Mazera hii leo amenitoroka kidogo. No. Lakini haidhuru, tutafanya kazi na nitasema ni menti wangu, ni mwanafunzi zote katika taaluma hii ya uandishi wa habari. Karibu Esther. Asante sana. Tukianza na mgeni wetu, pengine ujitambulishe wewe ni nani na unafanya shughuli gani? Kwa majina anaitwa Hamisi Kavuzuya. Mimi ni mkazi wa Junda Ward, almaarufu kitongoji cha Junda Misheni. Na nashiriki katika uvuvi. Mimi ni mvuvi eneo la Junda. Ni kitu gani kilikufanya uingie katika taaluma hiyo uvuvi? Maana tukikuangalia wewe bado kijana mdogo sana. Kusema kweli tuseme ni changamoto pia, kulingana kwamba huwa binadamu huwa anapitia changamoto tofauti tofauti. Sasa mimi kwanza kabisa kitu chenye kilinihusisha kwenye hiyo mambo na uvuvi ni ile kwamba nilikuwa nahitaji fedha za kujikimu kimaisha, pia kujiendeleza katika upande wangu wa elimu. Ndio maana nikajihusisha na upande huo wa uvuvi. Na pia nilipenda kwa sababu nilikuwa tayari nilikuwa na watu wenye walikuwa wako tayari kunishika mkono ili kuingia kwenye hii sekta ya uvuvi. Ukisema kwamba kulikuwa kuna watu wenye tayari wako tayari kukushika mkono, ulikuja tu maeneo ya Junda ukaanza tayari Hapana. Mimi ni mzaliwa wa Rabai kwa kifupi. Nimesomea huko chekechea hadi shule ya msingi nikamaliza. Nilimalizia Rabai. Jina la shule kwa kifupi linaitwa Mikomani Primary School. Hapo ndo nilimalizia darasa la 8 mwaka 2010 na mwaka 2010. Baada ya hapo sasa ndo kizaazaa kilitokea hapo, ndo maana ikabidi nije upande mwingine ambao ni Mombasa. Kwamba kulingana na kwamba changamoto ilikuwa ni karo. Baada ya kumaliza shule ya msingi sikuweza, wazazi hawakuwa na uwezo wa kukimu ile mahitaji ya karo ili niendeleze na masomo yangu hadi shule ya upili. Ndio maana mzazi wangu wa kiume ndo alikuwa anafanya kazi huko, hizi kazi za barua vya huko, ujenzi, vitu kama hizo. Sasa ndo akaonelea heri anichukue ili niwe na yeye karibu. Sasa baada ya kuchukuliwa huku Mombasa, na mimi si pia kulingana na ile motisha niliyokuwa nao, manake kila wakati nilikuwa nikiwasiliana na wenzangu wenye tulikuwa tumemaliza pamoja shule. Walikuwa wananitia moyo, mwingine mtu anakuambia mimi niko shule fulani, mwingine anakuambia yuko shule fulani. Sasa hiyo ndio ilinifanya mpaka mimi nikatafuta njia yenye nitaweza kujiunga na wale niwe sawa sawa na wale wenzangu wenye tulikuwa tukisoma pamoja baada ya shule ya msingi. Sasa ilipofika mwaka 2011 hapo 2011 sorry. Hapo sasa ndo nilijiunga na hii sekta ya uvuvi, kulingana kwamba nilipatana na ndugu zangu tuseme ni cousin bros wenye tulikuwa wako huku wanashiriki tayari, kwa sababu walikuwa wamenizidi umri, tayari walikuwa wamebobea kwenye hiyo kazi. Ndo wakanialika kama pengine ingekuwa nitaweza, yani kulingana na uwezo wangu, kama pengine itawezekana, japo umri ulikuwa hauruhusu, ila ilibidi
sababu hawakuwa pia wao wako na uwezo kwetu watani support katika mambo na masomo yangu. Na mimi sikuwaangusha wala sikutaka kuwavunja moyo. Ilibidi nijiunge nao japo haikuwa rahisi. Kazi mwanzo ilikuwa ni ngumu. Kipato pia nacho kwa mtu mwenye anajifunza huwa pia lazima uwe kipato chako kitu tofauti na wale wenye wamehitimu. Sasa kadri venye tulikuwa tunafanya hiyo hali ya uvuvi, sasa pale kwa sababu nilikuwa na ari ya kuwa mimi nataka kujiendeleza na masomo, siku yote nipate pesa niende nifanye anasa. Sasa nilivyoanza na hicho kipato hiyo kidogo kidogo ndio ilikuwa kidogo na eka kidogo ninakula. Pia kulingana kwamba pia mzazi hakuwa na ile uwezo wa kuwa anaweza mudu familia vilivyo. Hata wakati mwingine pia kibarua upande wake ilikuwa ni vigumu. Anaweza kuwa ndani ya kama wiki bila hajaenda shughuli yoyote, hajapata fedha. Na nyumbani pia kulikuwa na ndugu zangu wadogo. Mimi nikiwa mkubwa katika hiyo familia. Kijana mkubwa. Sasa nashukuru Mungu nilijizatiti hivyo hivyo. Nilianza hiyo mwaka 2011. Nilifanya mpaka ulivyogeuka mwaka 2012. Ndipo pale nikawa nimejaribu kujiekea yani kile kiwango kidogo chenye nilikuwa nikipata. Nikawa nimefikisha pesa ambayo kidogo niliona pengine yani inaweza nianzisha masomo ya upili, shule ya upili. Ndio pale nikabidi nijaribu pia wakati nikiishi pale mtaani, maana mimi niliishi mtaa wa Bengala. Kulikuwa na wenzangu pia ile kujaribu urafiki ile kusalimiana nini gumzo mtaani. Ndio wao tayari wako shule. Walikuwa wanasomea shule ya Tononoka. Sasa hapo ndo wao pia walinitia moyo kwa sababu mimi nilitaka nijiunge na shule na hawakunivunja moyo. Wao walisema wewe tafuta wakati, tafute nafasi. Ukipata uendeleze masomo. Sasa ilipofika mwaka 2012 ndio posa nilibidi nimkalishe mzee, maana yake sikuwa na mchango upande wa kuweka fedha, sikuwa namuhusisha. Niliona kwamba nilifanya kama siri. Kulingana na venye nilikuwa naona ile changamoto ya familia. Huenda pesa utakuwa pengine utaeleza pengine nimepata kiwango fulani alafu kuna dharura yote ile itabidi sasa ile pesa hiyo itatumika nini. Sasa nikaonelea hapo kidogo weke siri baina yangu na mzazi kwa sababu ile ari yangu ilikuwa ni kusoma. Na nashukuru Mungu aliniwezesha. Nilivyomkilisha mzazi hakuwa na ile ya kuwa kwa nini uendelee kwa hiyo pesa usitumie na mambo mengine. Yeye pia naye hakutaka kunivunja moyo. Nilisema mimi yeye mwenyewe tayari kama alikuwa amekata matumaini ya kuwa mimi nisome kwa sababu uwezo ulikuwa ni mdogo. Na pia baada ya kukaa naye kumweleza basi ni kweli, lakini mimi ningependa kuna shule nilikuwa nimearifiwa kuwa tunaweza enda angalia nafasi. Na yeye hakukataa wala hakusita. Ila jambo lenye aliniambia mimi sina hata shilingi. Sasa tutaenda tuanze vipi ama tutaanza vipi? Nilimwambia wewe hata usife moyo ama wewe hayo mambo niachie mimi. Madamu tu mimi chenye nataka tu ni mkono wako, yani ile support yako ya kuwa tuende na wewe kama mzazi. Maana siwezi kwenda mimi, siwezi hii Mombasa sijui. Hiyo shule yenye nimeelezewa sijaifika hapo mahali. Kwa hivyo ni vizuri tukiambatana mpaka hapo ili tuende tueleze yale yenye nilikuwa nimekuelezea. Na vizuri tuliambatana mpaka hapo Tononoka Secondary School. Tuende tukapata ofisi, tukapata mwalimu mkuu, tukakaa naye chini, tukamwelezea ili kuomba ile nafasi ya kama iwapo kutakuwa na nafasi ya mimi kujiunga. Kwa sababu tayari nilikuwa ni mwaka tayari ushapita. Sasa uzuri pia hakuwa na ile mambo mengi kwa sababu nilikuwa ni kusoma, si mambo mengine.
hakuwa na jinsi, alibidi turuhusu, katupa karatasi ya uanzilishi, na hatimaye tukaja tukatafuta vile vihitajika. Nikitumia ile pesa yenye nilikuwa nimeiweka kama akiba yangu. Nashukuru, haikuwa pesa nyingi. Pia hiyo shule pia haikuwa na karo yake ya mwaka ilikuwa si nyingi. Wakati huo ilikuwa kama 11,000. Mimi safari wakati huo nilikuwa nimefikisha takriban kama 16,000. Sasa ile vidogo vile vitu kama vitabu, viatu, nini, vitu kama hizo ndo ilibidi ninunue vile vitu muhimu. Sikuwa na uwezo wa kununua zile vitu zote. Nilianza na kile chenye ni muhimu, nikanunua, na hatimaye tukarudi kule shule. Na tulipokelewa, nikaanza shule mwaka 2012. Hapo ndo nilianza kidato cha kwanza. Nikiendelea pia kulingana na hiyo, haikuishia hapo, sababu kilihitajika ni bado karo ilipike. Na kwamba miaka ilikuwa ni 4, si huo mmoja. Na hiyo 16,000 ilikuwa ni term moja peke yake. Hiyo 11 ndio ilikuwa 11. Wakati ule ilikuwa kidogo karo ilikuwa bado iko chini. Sasa lazima utafute ya term ya pili, ya tatu. Hiyo ilikuwa ni ya mwaka. Sasa sikuweza kulipa yote kwa sababu pia ilikuwa kuna vitu shopping. Alafu pia vitu zingine, yani kwa ufupi ilikuwa ni muhimu pia. Sasa ilikuwa siwezi lipa karo wakati sina kitu ya kuendea. Sasa nilipa nusu. Ikabidi sasa nirudi chini tena. Niongee na wale ndugu wenye walikuwa wamenianzishia ile kazi. Kweli, lakini mimi nimeanza shule, kwa hivyo itabidi mnipe support. Support yangu ni kwamba sitasema eti mnipe pesa ama nihitaji nini. Yenye nahitaji ni ile nafasi yenye mimi nikitoka shule niwe naweza pata hiyo nafasi ya kuingia baharini, niende nifanye kazi, kitoka mauzo, nikipata ile hela ndio nitajua venye nitajipanga. Nao uzuri ni kwamba hawakuwa na ile roho ya wivu ama hawakuwa na ile kinyongo. Walinibeba kama ndugu, na ilikuwa kila Ijumaa mimi nikitoka shule. Ile ni tuseme ni day school. Sasa nikitoka shule napitia, manake wakati huo si eti ilikuwa sikuwa tunavua Junda, tunaishi Junda. Na maanisha alikuwa naishi Bengala, navua Kadongo Manyani. Huko ndo kwenye bandari kubwa. Kwa mpaka sasa bado iko Kadongo. Manyani hapo kuna sehemu inaitwa Manyani. Kadongo sio kule tuliwaona. Kule ile ni juzi tu. Na wale machairmans wote wale ni wajuzi, lakini the original ilikuwa ni huko Kadongo ya Manyani. Sasa nilikuwa nikitoka shule napitia tayari direct hapo, maana yake nikienda nyumbani huenda nitachelewa na masaa, kulingana huwa tunaenda na masaa kule, shift huwa inaenda kifika time huo uko pale alafu mnaenda. Sasa nashukuru walinishika mkono vizuri. Kila nikifika hakuwa wana ile ya kuwa mvutano. Nikifika nilikuwa napata nafasi yangu iko pale. Naingia ninafanya kazi kila siku. Ile ikifika Friday. Si huwa ni hiyo short holiday hiyo. Friday, Saturday, Sunday. Ile ilikuwa hizi tuitions kidogo hazikuwa kwa sababu pia bado tuko chipkizi kwa shule. Mwanzo huwa kidogo hawachukuliwi vile sana. Sasa nilikuwa nikitoka ninaenda hiyo Friday na kesha sana alikuwa nafanya usiku. Ingana kwamba mchana hauwezi kwa darasani. Pia ilikuwa siwezi kwa sababu pia jua wakati mwingine huwa sababu yani kwa ufupi nilikuwa nimeprefer usiku. Sababu mchana nita relax masaa ya kuhesabu alafu ninafanya shughuli zingine. Sasa nashukuru hiyo nilianza, changamoto ilikuwa, lakini nashukuru pia nilijaribu kujikaza kiwanaume, manake familia yetu haikuwa yani zimetoka familia kidogo, naielewa mimi na kwamba changamoto zenye ziko zilinifanya yani pia mimi nikatia ile nguvu ya kuwa mimi siwezi kuwa eti nitakuwa saa zote mpaka hata pia wale wenzangu pia niwe mfano kwa wale ndugu nyako nyuma. Sasa nibidi kila Ijumaa nikitoka ninaingia, inabidi sasa nifanye Ijumaa na Jumamosi kuamkia Jumapili. Jumapili ndo nikishinda Jumapili, Jumatatu narauka shule. Sasa nikaendelea hivyo
hata sikuwahi kusettle kwa holiday. Ilibidi sasa hizo holiday zote na consume kwa hiyo shughuli. Nafanya kazi, nikipata chenye nitapata ni 1000, ni 100, 500, ni ngapi, hiyo nenda na deposit kwa account, napeleka kule, napewa receipt naeka. Sasa nashukuru hata nilishinda wale wenye walikuwa wana wazazi wao wanashikwa mkono, kwa sababu wengine walikuwa tayari mtu unapata mara tayari asharudishwa nyumbani kwa sababu ya karo. Lakini mimi nashukuru sikuwahi rudishwa shule nyumbani kwa sababu eti nimepungukiwa na karo shule. Nilisukumana na hiyo gurudumu hivyo mpaka nashukuru nikamaliza. Niko curious kutaka kujua ni vipi ulikuwa unachanganya masomo kisha uende kwa uvuvi. Haikufika wakati ikakulemea ukasema wacha hii kai kidogo nifuate hii moja? Kunilemea ilikuja tuseme ililemea hiyo tuseme mwaka wa mwisho mfo hiyo mwaka wa mwisho, maana pia ilifika wakati walimu wakagoma. Sasa ikawa changamoto. Ilibidi sasa nikatishe uvuvi, niangalie masomo. Sasa hapo ndo niliona ule ugumu wa maisha, kwa sababu kama ilikuwa ni chapati suru tunakuwa unakata chapati suru. Hapo taudi hapo kulikuwa na vibanda zenye tulikuwa tunajulikana. Wakati huo unaenda unakata hata chai yenyewe una nusu. Na wakati huo vizuri ilikuwa bado liko bei kidogo. Shilingi 10 unapata amri moja na chai. Hiyo tayari ni breakfast, ama sometimes hata hiyo breakfast unapuuzia. Lakini nashukuru li manage. Kutoka Junda mpaka town ni mwendo mrefu sana. Ulikuwa unapanda gari kila siku? Kusema kweli nilikuwa ninatembea kwa mguu. Kwenda na kurudi. Ilifika wakati inabidi sasa nikaitisha, kulikuwa na mambo na camping ilikuwa imekuwa introduce kwa hiyo shule. Sasa ikabidi pia mimi nitafute mbinu ya kuwa na mimi nitakuwa mmoja wao. Nilipofika nilifikia form 2 ndo nikabidi ni camp hapo kwa shule. Ngana kwamba hiyo kwenda kurudi wakati mwingine sasa unachelewa, ama pengine pia unasikia ule uvivu kwa sasa umetoka kazi alafu umelala, unapitiliwa kabisa, yani unalala mpaka unasahau kuamka. Sasa ikabidi sasa nijiunge na hao ili niwe Jumatatu mpaka Ijumaa nakaa hapo shule. Sasa shule. Na mlikuwa mwalipa hiyo camping? Hiyo kwa ufupi ilikuwa hatulipi. Ilikuwa ni huyo principal ndo alikuwa ametu kama hifadhi, yani alikuwa amefanya kama, kwa sababu kulikuwa ile ilikuwa ni talenti, tulikuwa tunasema ni shule ya talanta. Ile ilikuwa ni mpira, ile ilikuwa inajulikana kama mpira. Sasa wengine walikuwa wanatolewa, mtu anatolewa 003, 002. Yani kila kaunti tofauti unapata mtu anaweza tolewa kule ili aje boost mambo na mpira. Sasa walikuwa ni lazima wapate mahali kwenye atakaa. Kwa sababu walikuwa hawezi kaa alafu atoke aende nyumbani arudi. Ikawa sasa pale ikafanywa kama hasa tukabidi sisi wenye pia hatukuwa tumeenda kwa mpira, tumeenda kwa masomo pia ilibidi mkae hapo. Ulikuwa unatoka saa ngapi Junda mpaka town? Umefika by saa 2 kabla masomo kuanza? Sisi pale kwanza ilikuwa ni saa 1 sharp ndio umefika. Sasa huko inabidi sasa niamke saa 10. Kulingana kwamba hiyo niamka saa 10 ujitayarishe. Sasa ikifika kama saa 11 hivi unatoka. Ili usiwe na ule mwendo wa kungangana, kwa sababu utachoka mwili na bado unahitajika kuwa uende kwa darasani usome. Na ulikuwa unaenda peke yako na wakora venye wako maeneo ya Kisau? Nashukuru tulikuwa sikuwahi kupatana na watu kama hao. Uzuri ulikuwa kuna hizo security pia huwa zinasaidia kwa njia. Sasa ukitoka kwenye hizo main inabidi unapatana na wale wenye kwenda kazini, inabidi unajiunga. Watu sema huwa wanatoka mbali, na wewe kweli umetoka mbali. Rabai hakuna bahari. Na ulitoka ukiwa pengine ilikuwa miaka mingapi? Hujafikisha hata miaka 15. Miaka 16. 16 ukitoka Rabai ukija huko. Pengine ni kisa gani ambacho mpaka leo hii hutawahi kisahau kilikupata baharini ukianza mambo yako uvuvi kwa na umri mdogo? Kisa chenye nilikipata baharini. Kisa chenye nilikipata baharini chenye sitawahi kisahau ni wakati tulikuwa
tulikuwa tuko wawili tumeenda kuvua samaki ile, lakini hiyo siku tulikuwa tumeenda ile ya kutumia neti za umbu hizi, huwa tunapata huwa tunaenda na ufuo kando kando kuvua ile wale samaki wenye wako ufuoni. Sasa ilikuwa ni usiku kama mwendo kama wa saa 4 hivi. Hapo ndo tulikuwa tumeenda kuvua masaa hiyo ya usiku. Wakati tukivua tulikuwa tunavua, baadaye tunatoa tunaanza kuwadondoa. Kama ni kwenye haliwi tunamregesha mwenye yani ile separation ile ya wale samaki. Sasa sisi hatukuwa kwa sababu sisi Limbukeni tumetoka huko mashambani hatujui samaki. Kizazi kaja pale kwa kuwa sasa samaki tunaona tu ni samaki wa kawaida. Sasa ile kuweka mkono hivi kumbe kuna samaki wenye huwa wana miba. Sasa ghafla nifanya kwa ile kama sindano ile. Fanya hivi kabidi nienuke na yeye. Yaani unainuka kutoa mkono unainuka na wewe samaki. Na alikuwa mkubwa? Alikuwa tu size mdogo mwenye yani mdogo tu, yani si mkubwa, hakuwa mkubwa. Lakini walikuwa wengi lakini si wakubwa, yani size moja tu wote. Wao wanaitwa ngogo. Au hayo sitawahi sahau manake wao uchungu. Wao ni zaidi. Na kuna samaki wengine wako na sumu wakikudunga hivyo. Sasa ni kama huyo sasa sumu yake ni venye tu yani huwa haiathiri kwa upande wa afya ati mambo yanakuwa maafa, haiwezi kusababisha maafa, lakini huwa kuna uchungu ambao hauishi kwa muda mfupi. Huwa unakaa muda. Sasa ilibidi tufunge mavuvi kwa sababu ya hiyo hali. Sababu uliona kambe yani pengine ni tuseme ni ushetani wenye tumepatikana na umekufuata kutoka Rabai umefika Junda Sasa ilibidi tufunge tuende nyumbani tutafute usaidizi. Mkawaacha hapo samaki? Tulibidi tukusanye ile mtego au samaki yani kama yani haikuwa rela ni muhimu ilikuwa hiyo hali ilikuwa ni ngumu. Ilikuwa ni si uchungu ile sana kabisa. Mwenzako alikuwa naye pia alikuwa Limbukeni. Lakini uzuri yeye hakuwa amepatikana. Mimi ndo nilikuwa first hiyo kwa mkono ndo nikapatikana. Zuya. Naam. Nikiwaona nikija kuzungumza na nyinyi kule niliwapata mko katika kikundi. Na umesema mlianzia Kadongo na sasa mmerudi mmefika Junda. Ilikuwa vipi mkatoka Kadongo mkajipata Junda? Na muliform vipi hicho kikundi ambacho kiko mpaka saizi? Kwanza wakati tukivua manyani ile kulingana kwamba ule ukaazi unajua unaweza kaa mahali alafu ukahama ukaenda mahali kwingine. Sasa wakati nikiishi Bengala nikivua kule kuna na wengine wakati huo ulikuwa bado 2010 12 hiyo ulikuwa bado huku mashambani, yani tuseme ilikuwa bado ni msitu. Junda ilikuwa bado ni msitu. Sasa hakukuwa na wakazi wengi kulingana na sahi. Sasa wakati ule ulikuwa watu wa uvuvi ni kule, watu wanatambua tu kule ndio kwenye kuna bandari, kila kitu kinafanyika kule. Lakini baada ya kule ule ujenzi na watu kujaa kwa yani kule kuhamia kule, kujenga na kuishi, ndio ikabidi wengine tuhamie huko. Tuseme tunatafuta affordable house, yani nyumba zenye tunaweza kidogo tunaweza mudu. Ngana kwamba huku ni tunaita ni town. Kumbe affordable housing ilianza kitambo si sasa. Sasa hiyo ndio ilifanya tukahamia kule. Kulingana kwamba wengine pia walibarikiwa wakawa wamejenga kule. Sasa ili ndio tukaanza polepole. Ule uvuvi tukawa tunaigisha tayari kule stage ya kuwa maana sasa kule kuna walaji pia. Tukizipeleka samaki kule. Sasa tunauzia wale wenye wako kule. Pia nao wanapata ile stage ya kuwa watoke kule wafuate samaki kule. Ikawa pale kama ni karibu. Ndio pale pia tukaja na ile mambo na tuseme pia hizi mambo na serikali kusema huwezi saidika bila kuwa na group ama kuwa na kikundi. Tukaja na ile ya kuwa tuacha tu form group kama sisi kama wavuvi. Ngana kwamba tuko na malengo ya kuwa tusaidike mbeleni. Ndio hapo ndo tukaanza hiyo kikundi. Kikundi chenyewe mkakitaje? Kikundi chenyewe kinaitwa Kulaga Fishermen CBO. Kina watu wangapi? Kina takriban watu 30 kwa sasa. Wote wavuvi? Kuna mama karanga hapo ndani na wavuvi.
Kwa hivyo kina mama pia wanapatikana. Kina mama pia wanapatikana. Unajua kila mahali siku hizi gender lazima tuangalie. Ndio ilifanya mpaka tukabidi tuwaunge kwa sababu hiyo hawaendi kule kwenye mavuvi, lakini sisi tunawauzia samaki na sasa tunawaweka pale kama wale watu wetu wa karibu wenye tunafanya nao biashara, na maanisha sisi sote ni wamoja. Na kikundi chenyewe mlikianzisha mwaka gani? Kikundi chenyewe tulikianzisha mwaka 2022. Mwezi wa 4. Na ni kazi gani sana ambazo mnajishughulisha nazo katika kikundi hicho? Apart from uvuvi, tunajua nyinyi wote ni wavuvi. Lakini kuna mambo mengine ambayo pia pengine kikundi hicho kinajishughulisha nayo. Sisi kufupi hakuna shughuli nyingine yenye tunajihusisha na hiyo. Tuliweka ni ya wavuvi au makaranga, yani hiyo huwa hatujakuwa na shughuli zingine. Bado hatujakuwa na hizo shughuli zingine za kuweza kufuatilia. Na pengine utueleze tu, tunajua maeneo ya Kisauni, Junda yameathirika sana na masuala ya ukosefu wa usalama. Na nikiwa katika eneo hilo niliona vijana wadogo sana. Naweza sema ni kama ile umri ulitoka wewe shule ukiingia hapo kufanya uvuvi. Wakawa wanajifunza, wengine pia wameshakuwa wavuvi. Pengine utueleze zaidi kuhusiana na mradi huo wenu. Kusema kweli, ukosefu wa usalama Mjunda haujaanza, yani ulianza kabla hata sasa hatujafika sisi wavuvi wenyewe. Lakini tuwashukuru pia kulingana kwamba pia ile wakati ule hatukuwa kulikuwa na biashara nyingine zinafanyika, hususan mambo na mchanga. Wengine walikuwa wanajihusisha na kuchimba mchanga wakati hawajakuwa na ujenzi. Sasa wengi walikuwa wana ile shughuli, yani wanajipa shughuli na hiyo hali hiyo. Lakini baada ya kuwa kumejengwa, hakuna sehemu zingine za kuchukua hiyo kukusanya hiyo michanga. Ndio sasa wakaanzia kuingia huko kwenye mambo na uhuni, vitu kama hivyo, yani ile wakaanza kuzusha hizi mambo na ukosefu wa usalama, ndio ikatokea pale. Sasa pia baada sisi pia tulivyoingia sisi wavuvi, tukaje tukapatana na baadhi yao wenye huwa wanafanya hizo biashara hizo potofu. Ndio wengine wao ilibidi sasa, kwa sababu sisi wanatuona tunapata mazao, fedha tunapata, ndio wengine wakabidi kule waache zile mambo wa uhalifu wajiunge na sisi. Na sisi hatukuwa tukataa kwa sababu walikuwa ni wengi ni wakazi wa hapo. Na pia ile hali nyingi zenye walikuwa tukiona wengine wanauawa tukiwaona, ilikuwa pia hatuwezi tukasema tunawakataa, kulingana kwamba pia tutakuwa tunafanya si jambo ambalo si sawa. Tukaona wengine baadhi yao tujiunge nao. Wengine bado wengine walikuwa wakiendelea na hizo shughuli zingine, kwa sababu mtu ile huwa ni kazi ya mtu kuipenda. Mtu apende ndio afanye. Sasa wengine walikataa ile kuwa kwamba wengine wanasema ni ngumu, inachokesha. Sasa unapata wengine bado hali zao, lakini si wengi. Ikiwemo hawa watoto wadogo, wengine huwa ilibidi sasa wazazi wao huwa tuko na wao. Sasa inabidi wengine masomo wameacha, kulingana kwamba sasa yeye huwa ile peer pressure ndio inafanya wengine walikatiza masomo. Sasa inabidi sasa hao pia nao, kulingana kwamba tukiangalia zile mienendo zao, ndio inabidi tunajiunga nao, kulingana kwamba ndio ni wadogo kiumri, lakini sasa kwa yale mambo yenye huwa anafanya huwa kidogo ni tishio kwetu. Kulingana kwamba ni ukosefu wa pesa, ndio huwa sana sana huwa wanasema huwa pesa ndio, yani kupata pesa, njia ya kupata pesa ndio huwa wanasema hawana. Sasa tunaona heri tuwe nao karibu, ili yale mambo mengi wao wanajiepusha nayo. Ndio pale ukaja ukapata wale under 18 vitu kama hiyo. Lakini huwa kisheria wao hawatakani wao watafanya ile kazi. Kulingana kwamba huwa si kulingana na hizo sheria za Kenya huwa hazitakani hivyo. Lakini pia tukisema tunafuatilia sana, ndio pale sasa hata sisi wenyewe pia usalama wetu utakuwa ni ngumu, kwa sababu kama wewe mtu atakuona wewe umeenda shughuli, umepata ni samaki kwa nyumba pengine, ama pengine umepata ile pesa, umenunua kitu kizuri, amekiona ni simu ama ni TV ama ni redio kwa nyumba. Sasa
ile ya kuwa sasa ni nani jirani yako. Sasa kuna ile ndoro mbaya ilikuwa itamuingia kwa wacha mimi wacha mimi nimfanyie hivi huyo, kwa sababu yeye anajifanya yeye pengine ni mjuaji sana, vitu kama hivyo. Sasa huwa tunataka kuwa nao karibu ili tupoteze ile hali, ile mafikirio potofu yenye wako nayo. Na vijana wenyewe wamechukulia vipi hatua hiyo? Wengi wao tuko nao, na ile tuseme huwa nikisema ni wanaendelea na ile uhuni, si kweli. Wale wenye huwa wamejiingiza kwenye ile sekta vizuri kikamilifu hatujaona na shaka, ila tu kuna wale wenye walikataa ile shughuli yenye tunaifanya. Wanaona hiyo kama sisi tunapoteza wakati. Sasa wale wamezoea ile rahisi, njia rahisi, ndio sasa wao bado wanabaki na zile lawama. Na ni vijana wangapi so far umeweza kuwa recruit? Sasa ni zaidi ya 15. Okay. Kabisa. Na wewe binafsi ulifanya uvuvi ukiwa mdogo na ukaendeleza masomo yako. Je, pia hawa ambao mna recruit kunayo nafasi kwamba wakishajiendeleza ama wakishapata pesa kama venye ulipata wanarudi kwa masomo? Kusema kweli changamoto yenye wajua, pia nikisema hivi, akili binadamu wana akili tofauti. Sasa huwa kuna watu huwa baadhi yao huwa ni wengi wa kuridhika, mtu anaridhika na kile chenye anapata. Sasa hata kufikiria ile hali ya kuwa kesho kutakuwaje, mtu huwa wengi wao wapendi. Maana ni wengi wao, si eti wazazi hao walishindwa, pengine hata pengine wengine waliachia primary, ambayo kwingine huwa ni shule za upili za primary huwa zina malipo, zingine za government. Sasa wengine wameacha tu wenyewe kwa sababu ya utundu wao. Na sasa mtu kurudi shule unaweza mrai, lakini sasa akili yake tayari yeye ameweka ile ya kuwa masomo mimi haiwezi nisaidia, wala sioni kama naweza shughulika na mambo na masomo. Sasa tumejaribu kuna baadhi, hata mimi nishawahi kuongea nao, wengine ameacha form 2, kajaribu kukaa naye chini nikamuelezea, lakini sasa yeye anaona ile kitu masomo hayamsaidii. Ile hali kile chenye anapata, ile shilingi yenye anapata, anaona kama inaweza nikamkidhi maisha yake. Kwa hivyo tutakuwa sawa tukisema kwamba Junda mko salama kwa sababu vijana wako engaged sana na masuala ya uvuvi. Kule kusema kweli huwa tunawaangalia sana, kulingana kwamba tulikuja tukawa tuna hiyo mambo, na hata ilikuwa imefikia wakati sisi ile zile bandari ifungwe kulingana kwamba tutovu usalama. Lakini sasa ilibidi tukae nao chini, tuwape masharti na sheria, kulingana kwamba sasa tulikuwa tunaona wanatuharibia sisi, kwa sababu sisi watu wenye tuna familia na wametegemea sisi, tumetegemea ile hali ya uvuvi ndo tukidiayo mahitaji. Sasa ikabidi sisi ilituuma, ikabidi sasa sisi tukae nao chini tuelezee kama pengine wanaona pengine ilibidi, yani ilifika wakati tulikuwa tumeamua kama kuchukua, hata kama kuwachukua kuwapeleka kwenye mikono ya sheria. Sisi wenyewe kama wavuvi, ama sisi kama wakazi wa hapo. Mimi sikai Junda, mwenzangu Western anakaa Junda. Pengine anaweza kuchangia moja mbili kuhusiana na hapo. Je, kuna usalama Junda? Unajua si kote tunaweza sema 100% kuna usalama. Na pia si vijana wote wenye mwenzangu venye Hamisi amesema hawatachukuliwa wote, hawatakubali. Sasa kuna wale tu baadhi tu ni vichwa ngumu. So hatuwezi sema usalama ni 100% kikamilifu. But nafikiri wakiendelea kumenta na kuwajulisha zaidi umuhimu wa uvuvi na kuwa engage kabisa, naona itakuwa vizuri. But siwezi sema ni 100%. Hakuna mahali tutasema usalama huwa ni 100%. Hakuna. Yeah. Pengine una swali lolote kwa Hamisi? So umesema katika hiyo watu 30 kwa hiyo program yenu. Ndio. Kuna wale vijana wenye tayari mmementa na mmewa engage. Ndio. Katika hao watu 30, hao vijana wenye mmementa wako included hapo? Kulingana kwamba tuseme tuko nao ndani,
ila tu wako indirect kulingana kwamba sisi tunatumia wazazi kama hao kwa sababu hawana vitambulisho, na kwenye sheria yako kujiandikisha kwenye vikundi unatakana wewe una kitambulisho. Hiyo ndio ngao muhimu ya kwenye kikundi. Sasa huwa tuna kama pengine ni under 18 na ni mzazi ako pale, sasa anambeba yeye kama yeye. So uvuvi wote lazima ukienda baharini, ukiingia baharini, tuseme wewe unaongoza, lazima mtu amefikisha umri wa 18, ama wewe kama ni kijana wewe tumekuchukua bado tunaweza ingia na wewe baharini? Hiyo sheria ni kwamba inatakana uwe umri wa 18 na kuendelea. Kwa sababu kwanza inatakana uwe utakata leseni. Hiyo stakabadhi ya leseni lazima uwe nayo, na ile sasa hiyo ID, national ID uwe nayo. Sasa tukisema ni under 18 sasa inakuwa vigumu kulingana kwamba ile leseni utakuwa nayo. Sasa itakuwa haitawezekana kwetu utakuwa uko kwenye ile sekta, utaingia kwenye ile sekta ya uvuvi. Manake wewe umeingia baharini kabla hujafikisha miaka 18. Ilikuwaje wewe kuingia wakakuruhusu na huko umefikisha miaka 18? Ndio pale nimesema kulingana kwamba wewe ni mzazi, unaweza beba mtoto wako unamtumia wewe, tunatumia wewe kama ngao tuseme, kwa ile kumbeba yule mtoto. Sasa ndio mimi sasa hivi ndio ili happen kwangu. Ndio kitu yote kikutokea baharini, babako ndio kwa responsible kama kichwa kwangu. Hiyo ndio tunafanya. Katika kila juhudi ama vikundi huwa vikitengenezwa kuna lengo la kufaulu katika masuala mbalimbali. So nyinyi kama Kulaga Fishermen CBO, ni mambo gani mmeweza kufaulu ama mnaweza kujivunia hadi sasa tangu mwanzishe kikundi hicho? Sisi kusema kweli tunaweza jivunia na kwamba kufikia sasa sisi tumepata ile fishing boat ambayo hiyo ni iko katika ile kategoria ya uvuvi endelevu, yani tuseme deep sea fishing. Sasa inafaa sisi wenyewe tujiunge, tuende tuvue kwenye maji marefu, si kule kwenye watu tunavua shallow water. Hiyo ndo nasema ni step yenye tumefanya, hatua yenye tumepiga kufikia sasa hii. Talking of kwenda huko kwa deep sea kabisa. Kwa nini mwende kwa deep sea? Samaki hawapatikani huko karibu? Akusema kweli tofauti ni kwamba hata kulingana na hiyo serikali yenyewe huwa inasema huku ndani huwa ni mahali kwa kuwa samaki wanazaliwa kule ndani kwenye huwa tunafanya kazi. Sasa tunapaswa tuende kwenye wenzetu huwa wanaenda deep sea. Huko ndo huwa ni mahali sahihi, yani ni sawa, yani ile haki kabisa kuvua kule. Na si huku ni vile tu tunafanya kwa sababu tumeinukia tukiwa kule ndani tayari. Lakini sawa huwa tunakana tuwe tunavua deep sea. Na tulikuwa tunapigania tupate hiyo kitu hata sisi pia tusiwe katika wale wenye kuambiwa tunafanya kazi haramu. Pengine utuambie ni changamoto gani ambazo mnapitia katika shughuli za uvuvi kwa sasa? Kwa sasa shughuli za uvuvi, changamoto kwanza tuseme ile huwa tunakosa vifaa vingine vya yani tuseme vya usalama. Kama life jackets, vitu kama hizo. Na hata pia vitu za pengine mfano kama ile siku nilipata ile kudungika na yule samaki. Sasa zile first aid kits pia huwa wakati mwingine huwa tunakosa. Sasa mtu anaweza pengine anaweza pata dharura, inabidi sasa unatoka huko ndani huko kwenye mavuvi, mfunge mavuvi, unakuja kumfanyia first aid nje. Huko ndani hakuna shughuli yote mnaweza fanya kwa sababu hamna vile vifaa sahihi vya kusaidika. Na tukisema changamoto pengine kubwa ambayo zaidi wavuvi wengi wanaiongelelea
hata wataalamu wanasema ni kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Je, wewe unaona mabadiliko ama climate change imeathiri kazi zenu za uvuvi? Sana. Kwanza upande wa uchafuzi wa mazingira. Sana. Maanake zamani mimi nikianza wengine walikuwa wanasema zamani za mazao. Sasa kila mtu ana zamani yake. Sasa wakati huo ulikuwa ni tofauti na sasa hivi. Wakati huo ulikuwa samaki wanapatikana kwa kiasi kikubwa. Kulingana kwamba ulikuwa haina haja yani ufanye ujikakamue sana ndio upate wale samaki. Kwa ni unaweza fanya kama ni kufanya fishing one ile unafanya tayari, kama ni neti unazungusha ni mara moja tayari, na unaweza enda nyumbani ukiwa umeshiba. Umetosheka. Kwa sasa unaweza pata sasa nimekesha na pengine nimetumia nguvu. Ukapata kilo ngapi ya samaki? Kilo 4 sasa sio. Na umekesha baharini? Kuanzia saa ngapi? Jana tuliingia kama saa 3 usiku. Na kutoka huko saa ngapi? Kutoka saa 9 asubuhi. Saa 9 asubuhi. Mko huko ndani ya maji. Watu kama wangapi? Kwa kila dau ama boti kwa watu 4. Na mlienda maboti mangapi? Tulienda boti 7. Sasa hizo kilo 4 ni kila boti ama ni kila mtu amepata kilo 4? Mimi binafsi tayari kwenye kikosi chetu, mimi kama nahodha. Mimi ndo nilijaliwa na hiyo kilo 4. Na wewe ndo ulipata wengi kuliko wengine ama kuna mwingine alipata zaidi yako? Kuna wengine walipata, unajua risk huwa inagawanywa tofauti. Sasa kuna yule mwenye anapata kiwango kikubwa, kuna yule mwenye anapata sasa kulinganisha, yani mimi tayari kama nimepata kidogo kulingana na wale wengine. Kabla uendelee, umesema kila mtu na risk yake. So ukiwa umevua hiyo kilo 4 ni yako, unaenda kuuza wewe binafsi, si sasa kishirika. Wewe na group sasa. Hiyo group yenu. Hiyo bot moja. Hiyo bot moja. Sasa mnaganya nyinyi kama, lakini chama huwa mnakutana, huwa tunakutana kila Jumatano. Sasa hiyo iko tofauti na ile. Sasa hizo kilo 4 bot moja mganye nyinyi. Nyinyi watu 4. Sasa mtapata ni hiyo. Hii kilo moja unauza pesa ngapi? Sasa hii kilo moja ni 6 prawns. Itategemea na type ya samaki. Kuna samaki sana huku kwetu kwa sasa hivi yenye bado hakuja kuwa na mavuno vizuri. Samaki wakubwa huwa ni haba sasa hivi. Sasa tunapata wale samaki wadogo wenye watu nauzi wale mama karanga, mkoja mkakutana nao ile wakati. Wale samaki wadogo tunapata kama ni omena. Wale samaki tunaita vikejo. Kwa lugha ya kinyumbani unaitwa vikejo. Ni vile vidogo ama wale samaki wadogo wale wao sana wanauzwa kimafungu kwa mama barabarani. Sasa hiyo kilo 4 mkitoka hapo mkishaganya mpaka kesho tena ama kuna wengine watarudi tena? Shift huwa ni 2. Sasa itategemea na ubavu wako. Kulingana ukiwa na nguvu unaweza fanya shift 2. Unaweza enda hiyo kama ni mchana au usiku. Kulingana na venye wewe mwenyewe unajihisi kimwili, kama una nguvu ya kwa kidogo za stamina hizo shift 2. Mnaenda wapi mpaka wapi hapo Junda? Manake masaa saa 3 mpaka saa 9 masaa mengi sana. Wakati mwingine unaweza pata tumeenda mpaka Jomvu. Kutoka Junda. Mnatafuta samaki mpaka Jomvu? Ndio. Na huko Jomvu hakuna wavuvi? Hakule si wengi. Sawa, tunakutania tu sehemu ni kubwa kidogo zenye unaweza fanya hiyo fishing. Sasa kila mmoja huwa anaenda, unajua kila mmoja huwa tunasema huwa na ramani. Sasa kila mmoja huwa na ramani yake. Unaweza sema leo acha niende sehemu fulani ndio bahatishe huko. Mwingine naye anasema sasa mnaweza enda pengine nyote mkaenda mkagongana hapo. Ndio pengine mmefikiria sawa. Lakini si eti basi mkitoka nyote mnaenda mahali pamoja, hapana. Na kuna watu wanasema baharini kuna vitunusi. Na navigate vipi usiku huo? Mimi nashukuru Mungu. Mungu ndio mkuu, Mungu ni mkubwa. Na watu wote huwa wanatanguliza Mungu mbele. Kusema kweli hata mimi nilisikia hivyo. Lakini sasa ni mwaka 15 good years sasa.
Sijawahi patana na hizo vitu zote, hizo vitu zinaongelewa. Nashukuru Mungu yani. Sasa kama kuna mwingine labda pengine huenda tuseme ni marohani ama tutasema ni huwa haziendani. Sasa kwa upande wangu mimi siwezi nikasema ni ukweli. Hujapata mwenzako huko baharini ameshukwa nayo marohani? Pia hiyo ilikuwa ni zamani nilikuwa nikisikia hivyo. Lakini hujawahi shuhudia? Mimi sijawahi shuhudia. Sijawahi kabisa. Siwezi danganya. Kabisa. Tuendelee. Climate change, umesema samaki mnazunguka, kitu gani kingine? Sema hiyo samaki, yani tuseme huo uchafuzi wa mazingira ndio umefanya hiyo samaki pia, maana unaweza weka nyavu kwa sahi. Kwanza unaweza enda ukitega nyavu kusema unavuta na raha mwenyewe, unajua kumejaa samaki, ufanya hivi umejaa pampers. Sasa unashangaa sasa hata sijui itakuwaje. Maisha sasa mama, plastics, vitu gani, vitu zote zile zenye zinapatikana huko juu, zenye zinatumika huko juu, zingine huwa zinarushwa huko kwa bahari. Sasa unapata pia samaki wanakaa kidogo ni haba. Kwamba ukipata pampers ama maplastiki kwa bahari unafanya nini sasa? Ukishavuta hivyo ugundue si samaki ni pampers. Si inabidi unarusha, kwa sababu unarudisha hapo baharini. Hauna huku tuko local, hatuna zile disposable plastics za kuwa utaweka takataka. Kwa nini msichukue mkaweka kwa dau lenu alafu muje muweke mali safe huko juu? Wapi huko juu? Mkishakuja. Unajua shida sasa, hata hiyo pempa zenyewe ukiona wewe mwenyewe kwanza inakutishia. Sasa kweli pampa zikishika maji na kazi baya. Sasa ukiweka kwa dau usijaze kule kwa dau. Samaki utaweka wapi? Kwa sababu sasa kuna venye mnaweza kujipanga, muamue mnachukua container, mseme hii. Wajua pia uvuvi unasema si mnakosa samaki juu ya huo uchafu. Mkiuacha hapo si utazidi. Itafika time pia hata mtakuwa sasa hampati kabisa, kila ukivua utavua hiyo papa. Kwa nini msichukue mkajiunga tu mkasema leo kila mtu kwenye boat tukue na dustbin specifically ya ukipata uchafu tuweke hapa kwa hii dustbin. Unajua hivyo pia mtakuwa mwasafisha mazingira, at the same time wajitafutia riziki. Manake mkiziacha hapo bado ziongezeke tafukuja fika wakati bahari ije pampers. Manake ile dau lenu atapata pampers za rushe. Yule mwingine pia apate pampers za rushe. Itabidi tutafute hiyo mbinu hiyo, manake kuna inabidi sasa sehemu zingine usiende, kwa sababu ukienda huko obvious hususan hizo sehemu za chuda hizo, hiyo chuda Moroto hiyo hiyo ni mbaya sana, kwa sababu unaweza kuwa hapo ukapata mtu anafanya shughuli yake tayari hapo. Sasa inabidi sasa huko sana hata watu huwa hawapendelei kwenda, kwa sababu pia yani kama kuna vitu nasema ni vitu kutoka kwa kampuni ama ni vipi, huwa zina direct huko kwa na pumps zinaletwa huko ndani ya. Sasa utapata kuna nuka kumechafuka kabisa. Wewe binafsi unaweza shauri mtu wako aingie katika shughuli za uvuvi katika karne hii na hata in future? Kiupande wangu mimi napenda sana kwanza akiwa, lakini kabla ni kumshauri aingie kuvuvi, kwanza awe hata kama ana nafasi ya masomo asome kwanza. Hadi afikie pale kwenye, manake uvuvi si huu wenye tunaofanya, si uvuvi wenye unafanyika mahali kwingine. Uvuvi wenye tunafanya sisi ni loko. Huu ni huu wakuwa tu, yani unaamka leo tayari ukijisikia uende unaenda. Lakini kuna uvuvi aina tofauti wenye wengine wanafanya. Sasa mimi ningependa pia kwanza aende, kama ana nafasi aende kwanza masomo, kwa sababu kuna masomo ya uvuvi. Sasa akihitimu kule ndo aendelee na lakini kama pengine ni watu wenye kwa kijiji kama vile venye tuko, hali yao pia kifamilia ni ngumu, namshauri kujiunga na mimi, kulingana kwamba kabla afikie pale aanzie na hapo kwenye tuko. Nikurudishe nyuma kidogo. Naam. Ulirudi shule ukasoma, ukafika form 4. Uliendelea ama hapo ndio mwisho sasa? Hapo sasa ndio nilipoamia hapo, kulingana kwamba
changamoto zilibidi zilizidi zaidi ya hapo zenye nilikuwa pale nilikuwa. Sasa ilibidi kuna kama top up yani ya hizo changamoto ziliongezeka. Kulingana kwamba wakati ule ilikuwa ni mimi mwenyewe binafsi. Sasa baada ya kumaliza, unajua familia zetu huwa ile ukweli, kusema ukweli, familia zetu za Kimijikenda huwa ukishamaliza shule, kama mtu amemaliza shule, wewe tayari ni breadwinner tayari. Wewe kazi yako wewe ni kuangalia familia. Yule mwenye ako nyuma kama pengine kuna kitu gani inabidi sasa wewe. Sasa mimi nilipomaliza shule sikuweza sikuwa na uwezo, ulikuwa bado upo. Kwa sababu kazi bado ilikuwa inaendelea na nilikuwa ninaendelea. Sasa lakini sasa kulingana kwamba sasa familia, ndugu pia walikuwa bado wako nyuma. Inabidi sasa pia niangalie familia, kwa sababu mzee pia ilifika wakati kawa zile kazi zenye anafanya hazikuwa zinapatikana kwa wakati. Unaweza pata wanaweza maliza mwezi afanye kibarua. Na ni itakana ndugu wale yani familia hiyo itapata huduma ya tuseme ya kutoka kwake, na sasa kawa akiwa hana, inabidi sasa mimi nachukua jukumu la kusaidia pale. Sasa ikawa ni ngumu, ikafika wakati mpaka hao ndugu pia nao wamemaliza primary, inabidi sasa wanakuja wakiwa ni mimi, inabidi sasa pia niwaangalie kulingana kwamba pale wenye naishi inabidi nije niishi na yeye. Chochote chenye kitakuwa kinapungua inabidi pale namsukumia pale. Sasa ikawa changamoto ya kuwa sasa mimi siwezi endelea na upande huo, kipato chenyewe ni kidogo, siwezi nikajigawa mara mbili kuna huko mpaka kufikia sahihi. Bado ila pia ni nashukuru Mungu kwamba kulingana na hiyo juhudi na pia kuishi na watu vizuri katika ile bandari yenye nilianzia kupitia huyo chairman wapo Alimwaito, kama pengine mshaimsikia. Nani? Alimwaito ndio chairman wa Mishomoro JMU. Sasa yeye ndio kulikuja ile mambo na serikali kutoa ile masomo ya uvuvi. Ndio ikabidi atuorodheshe katika wale majina yenye walikuwa yanahitajika. Ndio nikapata fursa ya kwenda kusomea hiyo uvuvi. Wapi? Bandari Maritime pale. Ilikuwa ni short course ya one week tu, kwa sababu ni mambo na unapo ile seaman book ya kuwa baharia. Sasa hapo ndo kidogo nasema ni hatua nilipiga ni hiyo. Na pia changamoto ni kwamba tulipata certificate, lakini pia bado barua kazi zenyewe pia hachukua mpaka kufikia sasa bado hatujajua zitatokea wapi. Na kwamba Kenya ni kubwa, tulifanya training ni wengi. Kazi pia ni hivyo kutafuta. Na kupitia pia hii chama yetu pia tukapata kushikwa mkono na shirika lingine linajiita Kemsfed. Ambao sasa lilikuja pia likaleta hivyo kulingana kwamba ilikuwa tumetoa proposal ya kwa tunataka fishing boat machine boat. Ndio pale tukaambiwa inabidi kuwe na captain ambayo atabidi aende kwa training. Ndio pia mimi nikachaguliwa kati ya hapo hiyo kikundi, pia nikachaguliwa kama captain. Nikaenda kwa training pia. Wapi? Askoksoni Kisumu. Kwa mwezi kama na wiki 2. Ukiingizwa baharini uko sawa? Nashukuru. Kama ni mambo na first aid vitu kama hizo siwezi kuwa nitaona changamoto. Umesema mambo ya hii ukivua unapata pampers nini. Hakuna siku mmekaa chini mkasema nyinyi kama kikundi muamue tu siku moja tunaamua tu na madau yetu tukisafisha? Maana umesema ukiwa mnataka mnavua na bado mko na containers, mnataka kuweka pampers, mtaweka pampers ama mtavua samaki. So hakuna siku mmeamua tu kama kikosi tutaamua tu leo tunaenda upande huu kusafisha
next time tuende upande huu kusafisha. Sisi kusema kweli hata kuna shirika lenye lilikuwa linajiita Akili Kadhaa, hilo ndio lilikuja nayo kuhusiana na kusafisha mazingira. Ndio huwa tunajumuika nayo huwa tukifanya hiyo, lakini kuidhini hiyo line yetu ya Mishomoroni. Lakini huo upande wa Pempas basi ni Chuda, na sasa hatuna access kule. Hatuwezi ingia bandari ya mtu mpaka tutafute mbinu kwa tutajiunga nao ili tuhakikishe tutasuluhisha hiyo hali. Sasa hatujakaa chini kujadili hiyo hali. Lakini huo upande wetu huwa tunasafisha. Huko hata huwa tunafanya fishing na vitu kama hizo watu si rahisi kuvipata. Lakini huwa ni upande huo ngambo nyingine ndio sana hao vitu ndio watu kienda kule ndio watu napata na hizo vitu. Okay. Ndio. Msikilizaji, hii ni Blue Radio bringing in the vibes, na kipindi hewani ni Wimbi la Mazingira, tukiwa na Esther Chiro na mgeni wetu Hamisi Zuya kutoka shirika la Kulaga Fishermen CBO. Na naona muda hauko nasi, lakini kabla tuondoke lazima kuwe na maswali mawili matatu. Pengine ungependa kuona ni nini kinafanyika zaidi ili kusaidia mashirika kama lenu kuwa na athari kubwa hasa kwa jamii, kwa sababu nyinyi ni watu kidogo, watu 15 ambao vijana 15 ama zaidi ambao mmesaidia katika kipindi cha miaka mingapi? Miaka 15. Miaka 15. Ni nini mashirika mengine yafanya ili juhudi hizo zenu na zao na ndio tuone mabadiliko ya mambo ya usalama? Kwanza mimi ningependa kama kuna uwezekano wa mashirika kama hayo yenye kujitokeza kusaidia hali kama hizo, waje na mfumo wa mambo na hiyo kuhamasishaji. Yani umuhimu wa jambo, yani kama ni uvuvi umuhimu wake, na kama pia ni usalama, pia kudumisha usalama pia, na hatari pia waweza kutokuwa na usalama, vitu kama hizo. Hiyo ndio naona ni jambo muhimu sana, kwa sababu kuna wengi huwa wanajikuta wanaingia kwenye hizo mambo bila hata kujua. Mtu anakaa ni hata ukimuuliza shida iko wapi hawezi kuelezea, kwa sababu yani huwa ni kama tuseme hana ile ufahamu wa kuwa ukifanya hichi ni kibaya ama kina madhara gani, vitu kama hizo. Sasa hizo mashirika kama zingekuwepo tungefurahi pia, kulingana kwamba kule mashinani watu wao wana ukosefu wa elimu, kwa sababu sasa mtu kama ameenda hata pengine hakukanyaga hata mlango wa shule, hajui jinsi ya kuishi na mwenzake. Sasa unapata kitu kidogo inakuwa ni kero. Unakuta kuna ile malumbano, vitu kama hivyo, zile wenyewe wanaita grudge. Sasa inafikia pale, kwa kuwa sasa kama ni mzee wa mtaa pengine ameleta kitu cha umuhimu, ameongea kitu cha umuhimu, anaonekana yeye, ama pengine ameleta vitu za kiserikali, kama pengine kwa mfano kuwe na ile tuseme wanasema huwa ni baraza. Sana huwa kuna kuja ile baraza ya chifu, wa baraza la chifu. Sasa unapata vijana huwa hawataki kujihusisha pale, kulingana kwamba hao wenyewe tayari wanajidoubt. Wanaona labda pengine mtu akijitokeza pale akienda kikaa ataonyeshwa kidole cha lawama, ama mtu yani atachukuliwa pengine ambiwe ni mhalifu kulingana vile ile appearance yake, vitu kama hizo. So unapata wengine ikifika ile time ukiambiwa siku fulani kutakuwa na mkutano wa chifu, atakuwa anataka kueleza ama anataka ajue changamoto za haya maeneo, wale wanakwepa. Sasa muhimu pia hao waje kama mashirika, maana ukisema serikali iingilie hapo ndio huwa hawapendi kuhusishwa na serikali, ikiwemo polisi au huwa wanaona kama ni wadudu, wenyewe huwa wanaita hivyo. Sasa at least mtu kama wewe ama kama mwingine mwenye kama venye mlikuja, so unaona wengine huwa hata pale mtu hata ukisema ngoja tupige picha hapa, huwa wengine huwa hawataki, wanaona kama yani labda pengine unataka kumfanya jambo, wanasema hivyo. Kama hizo. Sasa at least huwa kuna mbinu yani ya kuwa wanakuja watu wenye kwaje, kama yani tuseme ni kama ni biashara, wanasema ili hali wanaeneza ile kama ni usalama, wajue jinsi yani waje na mbinu ya kuwa wanajua watakumbatia wale watafanya wale wa vijana wao
tutakuwa pamoja. Na pengine kuna vijana ambao hawakai Junda, wanaishi sehemu zingine, na watasikia ujumbe huu na watasema pengine hiyo initiative yenu ni nzuri ya kuchukua vijana ambao hawajaendeleza masomo wajiunge na uvuvi. Kuna vitu anahitajika kwa navyo ndo waje mwa recruit, ama mtu tu akijisikia kutoka kwenye yuko waje utamchukua tu? Kusema kweli, kwanza tunajua ni hadi mpaka tujue kwanza ni mahali kwenye anaishi. Hata pia tukiwezekana pia familia yake, kwa sababu kule ile kazi yenyewe tunafanya wakati wote hatuwezi jua Mungu huwa ni mengi. Sasa chochote chenye kitatokea kule huwa ni sisi sasa, inakuwa sasa lawama ni kwetu. Sasa kwanza nitujue wale wazazi wawe wako radhi pia na yule pia kufanya ile kazi. Yeye pia mwenyewe awe amejitolea kufanya ile kazi. Si eti awe ameshurutishwa ama awe anafanya kwa sababu yani watu wanafanya. Afanye kitu kwa yeye itamsaidia. Hiyo ndio tunataka. Ndio huwa sana huwa hatupendi tu mtu tayari from nowhere aje tayari tuungane naye, kwa sababu wengine huwa ni kama hao anakuja anafanya kambi, yani yeye amekuja kufanya kazi na nyinyi, kumbe amekuja kufanya uchunguzi wake wa kufanya uhalifu, ama amekuja jificha kama mhalifu. Sasa hiyo pia huwa hatupendi, maana huwa hatupendelei watu ovyo ovyo. Okay. Ndio. Na mwisho, pengine ujumbe gani ambao ungependa kuwapatia vijana ambao bado tu wako huko mitaani wanazunguka hawana mwelekeo? Mimi ujumbe kwanza ukiwafikia kwamba kazi yetu ya uvuvi ni nzuri. Kwanza huwa inachangamsha mtu, inafanya mtu anakuwa strong. Inapoteza pia mawazo finyu. Yaani unajua ukiwa kwa maji kule hakuna mtu mwenye wewe na maji, miti, fresh air pia huwa iko kule. Sasa hakuna venye utafikiria jambo baya ukiwa kule. Sasa wewe unafanya kazi na ukitoka pia kisha unajua jinsi ya kuwa ile biashara pia, kama unafanya biashara unajifunza pia, kwa sababu unakutana na watu tofauti mtaani. Sasa pale pia huwa ile interaction pia huwa ni muhimu. Maana kwamba unajua jinsi ya kuishi na watu. Hiyo ningependa sasa ujumbe uwafikie kwamba sisi tunafanya tu kazi tu, bali tunafanya kazi tukiwa tunaleta utangamano pia. Okay. Ulichukua miezi mingapi kitambo ujue uvuvi hasa kabisa after umetoka Rabai? Mimi kusema kweli nilichukua kama mwezi hivi, kwa sababu nilipoenda hiyo siku ya kwanza tayari nilibambuka mikono. Hizo kamba zilikuwa zinachoma. Bidi sasa siku ya pili sikuweza kurudi, na nikae choma na maji ya moto. Sasa nashukuru. Roho yangu si nyepesi vile. Mimi ni mwanaume. Nashukuru, najivunia pia. Kunao wenye wana experience hivyo na siku ya pili hawaendi, na ndio hawaendi kabisa, wameacha. Kunao wenye tushaifanya nao kazi, yani tushajaribu kuanza ile siku ya kwanza unaenda akitoka tu yeye anakuambia kwanza hizo matope tayari, anakuambia mimi huko sirudi. Mimi mwenyewe nafanya stories za mazingira, nishaingia huko baharini, matope alinifika kwa kiuno. Nikasema sitawahi rudi huko tena. Sasa changamoto pia huwa iko hiyo pia huwa iko. Lakini huwa tunasema kwa watu wenye huwa mtu anapenda mwili wake. Huwa ni muhimu, kwa sababu pia huwa ni zoezi. Unapata mtu anaweza baharia huwa si rahisi kwa ataugua. Ile tu labda pengine ni mambo ya vitu, pengine ale chakula chenye pengine kitakuwa kiendani na afya yake, lakini homa za mara kwa mara huwa yale maji huwa ni safi. Tunashukuru sana, yale maji huwa yani tuseme yanatunza ngozi, yani haupati mambo na rashes wala yani hizi magonjwa madogo huwa si rahisi ya kuwa eti ni maambukizi sijui ngozi nini, huwa si rahisi. Sasa mtu ni yeye mwenyewe tu huwa anasema ni kazi ni ngumu, kulingana kwamba ameweka ile fikra kwa ile kazi ni ngumu, lakini si ngumu kulingana kwamba unajua unafanya. Soko lenu mnauza wapi? Manake mimi pia ni mteja wako, nishainunua.
Esther, mimi ni mteja wake, mwambie shainunua kamba huko. Sisi watu tuna ile door to door hiyo iko. Tuna pia ile sasa inategemea na masaa. Hususan masaa ya mchana huwa soko wa mama huwa tayari huwa tushauzia asubuhi. Washauziwa na wale watu wa asubuhi. Sasa ukiwa tushauza asubuhi, wengine wa mama huwa wanafanya shughuli za kukaanga nini kama hiyo. Sasa huwa tunaingia mtaani pia tunauzia wale wenye hawakuwa na uwezo wa kufika pale kwenye soko. Lakini soko ni pale pale Michelle hapo bandarini, Royal Kings hapo. Mtu anakuja na nunua anaenda zake. Na huwa wanaisha wote kabisa. Huwa wakati mwingine inategemea na ile kiwango. Unajua huwa tukiwa si mtu mmoja, huwa tumeenda dau nyingi. Sasa kuna ile unaweza uza ikafika wakati pengine watu wamekata ile na bado mali iko. Inabidi sasa kama una simu kama vile venye huwa tunawasiliana, kama unahitaji sasa ndo kuna ile home delivery, huwa inabidi mpeleke samaki. Aliniletea kamba wengi sana. Kamba niliwapika, walikuwa watamu. Nikaganyia ndugu. Mpaka ndugu yangu mmoja ameweka order next week umletee kamba. Mbona uzima tu na ukinijulisha mapema. Sawa. Sijui Esther una chochote cha kuongezea ama cha kumalizia kipindi? Nilikuwa nataka kuuliza tu, lazima wewe waje kuogelea maana mimi mwoga maji. Na wewe wakajunda, inabidi siku moja uende kufundishe kuogelea. Akaja kafurika pia changamoto pia huwa tuko nayo. Ndio maana huwa wakati mwingine pia huwa hatupendi kuchukua watu ovyo ovyo. Hata pia kwenye hiyo bandari tukiona kuna wakati mwingine unapata watoto wanakuja wanaogelea. Sasa pia huwa ni jukumu letu sisi huwa tukuangalia ile hali, huwa tunakataza kwa sababu huwa ni hatari. Kwa sababu wale maji pia huwa mwenye anayajua, huwa kuna yale mwenye yako unapata ni mengi yanakuwa ni sasa huwa yana nguvu. Kama ni kutoka huwa yanatoka na nguvu, na kama hukuja huwa yanakuja na nguvu. Sasa itategemea, pengine unaweza usimama mahali ukawa umesema pengine maji pengine ni kidogo, ni pengine magoti. Sasa wewe hujui kama yako na uharaka gani wa kujaa. Ghafla unapata yamekufikia mahali pengine ni shingoni ama ni wapi. Sasa inakuwa sasa ndio huwa muhimu pia uwe na mtu mwenye anaelewa ile hali yenyewe. Ndio maana huwa hatuwezi chukua mtu yote yule mpaka tuwe tuko karibu ndiye anajua kuogelea. Na kama hajui, je, tutamfundisha vipi ama ako tayari kufundishwa? Na mkimfundisha mafundisha kwa hayo maji ama nini? Ni hayo maji, hatuna swimming pool. Ndio huko ndani kabisa. Kwa mwanzo huwa si kuna mahali unaanzia. Unajua huwa mtu yote mwenye hata mtoto huwa haanzi tayari na mbali, huwa anaanza hapa karibu ndo asonge. Sasa huwa ni hivyo. Watu tunaanza tu hapo ufuoni. Si venye utajibalance kuolea, hiyo ndio muhimu. Sasa huko kwingine huwa wewe mwenyewe una bora tu unafuatiliza. Huwa ni rahisi. Mwisho kabisa, aina ngapi za samaki mnapata eneo la Junda? Kwanza prawns. Kuna red snapper. Kuna chango. Utapata kuna watu tunaita snake fish ambao ni kule tunasema ni mikunga. Wale wanakaa nyoka. Nilienda kuona mahali nikasema sitawahi wakula. Nyoka kabisa. Ndio hata asubuhi tulikuwa nayo moja. Hawana sumu? Wale hawana sumu. Wale si wale wa hivi mipori, sio wale wa pori. Wale wa pori ndio wana sumu, lakini wale wa maji mwapata huko dipsi. Huko dipsi. Wengine huwa kuna wale wajua kule kwetu sana hao wanabaia hapa mwanzo wao huwa wanawafuata kwenye matope, wanajua venye huwa wanawachokora wakiwatoa. Mudfish. Ama hiyo ndo mudfish tunasemanga ama mudfish ni tofauti? Mudfish. Hiyo mtonzi sijui kitu kama hiyo. Lakini huku kwetu mtonzi si rahisi kumpata. Watu sana huwa ukimpata basi ni huko dipsi. Huko kwetu huwa tunapata ni aina hiyo lakini si hiyo. Sasa wao ni wadogo. Mtonzi wajua huwa kidogo anakuwa kama huyo nyoka, lakini sasa yeye ni tofauti. Huyo nyoka unasema watu wanampenda sana. Kwanza hizo maeneo mimi sijai kula. Lakini watu wanampoa.
Sasa wewe mvuvi hujawahi kula? Ndio. Mimi nilienda nikapata mahali, lakini alinitishia. Mwanzo nilidhani ni nyoka hasa. Alafu huyo mtu akamchoma. Huwa ni hivyo. Ukamwonja? Nilikataa. Unachoma, lakini kuna yule mwenye huwa kidogo anakaa kama samaki. Tunasema ni mkunga samaki. Yeye huwa anakaa mzuri. Sema tu ni hivyo anakaa vile vile nyoka. Lakini wenye wanakula wanasema ni tamu. Hai, sawa. Sidhani pengine una kitu chochote ungetaka msikilizaji aweze kusikia, kujua, kujifunza, kufahamu. Muda ni wako. Mimi sina la kuongezea zaidi. Ila kwa upande wa uvuvi tu ni vile venye tumeongea. Sina mengi sana. Mtu akitaka kuwafikia kama Kulaga Fishermen CBO anawapata vipi? Sana huwa ni simu. So hatuna address ya, tuseme hatuna iye ya jumuiya, namba ya jumuiya ya kwa, lakini huwa tunaenda ya individual. Pengine unaweza kama una namba yangu, yani tuseme tukikutana tukibadilishana namba, tunafanya biashara. Ama ukipata mwingine kama mwenye huwa ni mvuvi kama mimi, vitu kama hivi. Lakini huwa hatuna namba maalum ya kuwa ukipata hiyo namba unaweza pata kuwasiliana, yani unaweza pata samaki kupitia hii. Katika hiyo CBO wewe ni nani? Katika hiyo CBO mimi ni treasurer. Wewe ndio kuna pesa zote za chama Kipotea na pesa na kamatwa. Watu watakufuata. Pengine upeane namba yako basi kwa msikilizaji. Namba ya simu 0705 238775. Hapo kazi wa Junda, namba ndiyo hiyo. Door to door amesema. Hiyo ndo namba ya door to door hiyo. Pia kuna nyingine yenye huwa natumia pia, pengine unaweza nipa, zote ni zangu. 0754 5554 3106. Hiyo ni Airtel number. Hizo ndo huwa natumia, hizo ndo zangu za kazi. Sawa. Shukrani sana Hamisi Zuya, treasurer Kulaga Fishermen CBO kutoka maeneo ya Junda. Tumefurahi kuhost katika kipindi chetu Wimbi la Mazingira. Tunaweza kusema hii ni show yetu ya pili huu mwaka, lakini rasmi ni ya kwanza. Kwa hivyo umeweza kutufungulia show yetu. Na siku nyingine tukikuhitaji, bado tutakuita hapa uje uzidi kuelimisha jamii kuhusiana na masuala ya uvuvi ambayo mnatekeleza katika maeneo ya Junda. Kipindi hewani kimekuwa Wimbi la Mazingira. Nimekuwa na hodha wa kipindi hiki Ruth Care, nikiwa na mwenzangu Esther Shiro. Naam. Wiki ijayo pengine tutakuwa na Mazera. Naam. Inshallah. Na hadi tutakapokutana tena basi, masalamu. You're listening to Blue Radio, bringing the vibe.